ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أولا yote tunamhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kuzipeleka swala na salam kwa sayyidul umam Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Furaha kukutana tena ndugu zangu katika mji huu, mji Mwanza, kwa lengo la ziara baina yetu na kukumbushana. Hatukuwa tuliokaa mbele hapa na sharaf, tuna fadla na ilmu maarifa kuliko wengine wote. Kalla wa hasha, tuko mbele ukiwa tuna ilmu na yaqini juu ya uwepo wa watu, mashekhe, walimu, wasimamizi wanaotoa juhudi za kuwafundisha watu Uislamu kwa kadri ambalo Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ukaaji wetu wa mbele hapa sio ukaaji wa kwamba sisi ni wajuzi sana na maarifa sana. Hapana, ni katika ile hali tu ya kuweza kusaidiana na kukumbushana. Na dini yetu pia imejengeka kwenye msingi wa kupeana nasaha, lakini pia vile vile dini yetu imejengeka katika msingi wa kuyatilia umuhimu majambo ya Waislamu. Hadithi ambayo ameisahihisha Sheikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah na wengine katika mutaakhirin wal mutaqaddimin, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, laysa minna man lam yahtam bi amri almuslimin, si katika sisi yule ambaye halitilii umuhimu jambo la Uislamu. Kawa ndugu zake wanamuomba kutaka wape nasaha, akumbushe, akawa yeye haoni muhimu wa hilo, Mtume alayhi salatu wasalam anasema huyo laysa ala tariqatina, huyo hayuko katika njia yetu wala hayuko katika kufuata sunna zetu. Kwa hiyo intilaqan, kupitia haya na mengineyo, mlango wetu sisi ni wa kunasihiana na kukumbushana, na inawezekana haya nitakayozungumza hapa mwayasikia kila siku, na pia inawezekana mkao na maarifa nayo sana kuliko hata mimi nizungumza, lakini ule ni mlango wa kukumbushana, mlango wa kukumbushana ili tuweze kufikia madaraja ya uumini ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyataja. Hadithi ya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ambayo hadithi hiyo alipokea al-Imam Ahmad katika musnad wake, lakini pia Imam at-Tirmidhi kwenye jami' yake, na Sheikh al-Allama Albani amehasinisha hadithi hii. Hadithi Abdullah bin Mas'ud akisema kwamba Mtume alayhi salatu wasalam, khatta lana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam khattan mustaqima, Mtume wetu alituchorea sisi ardhini mstari ulionyooka, alituchora mstari ulionyooka kabisa. Kisha akasema hadha sabilullah, Mtume akasema hii ndiyo njia ya Allah, imenyooka moja kwa moja. Kisha wakata an yaminihi khututan, akachora kuliani kwake pia mistari mingine. Wakata an shimalihi khututan, na akachora pia kushotoni pia mistari.
kisha Mtume alayhi salatu wasalam akasema laysa minha, hakuna katika hizi njia za kuliani na kushotoni illa wa fiha shaytan yad'u an-nasa ilayha, hakuna njia katika hizi njia isipokuwa kuna shaytani anayewaita watu katika hizo njia. Thumma tala qawla Allah tabaraka wa taala, kisha Mtume alayhi salatu wasalam akasoma kauli ya Allah inayosema wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili dhalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Tumekasema kwa kusoma kauli ya Allah akisema wa anna hadha sirati mustaqim, na kwamba hii ndiyo njia yangu iliyonyooka. fattabi'uhu, basifuateni. wala tattabi'u subula, na wala msizifuate njia za pembeni, njia za kufuru, njia za kinasara, za kiyahudi, njia za ahlul ahwa, za watu wa matamanio, kama alivyofasiri Mujahid ibn Jabr. wala tattabi'u subul, msizifuate njia fatafarraqa bikum an sabilihi, njia hizo zikakutoeni kwenye njia yake Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume alayhi salatu wasallam katika hadithi ameanza kuchora mstari unaoanzia kwake na kwenda mbele, kwa kuanzia kwake kauchora kwake, maana yake njia hii inaanzia jinsi alivyofundisha yeye na jinsi alivyofanya yeye, kisha mwisho hiyo njia ila aljanna, ni kufikia peponi. Kwa hiyo mtu anayetaka kuifuata hii njia lazima kwanza arejee namna gani Mtume alayhi salatu wasalam alifanya da'wa, alilingania vipi, alikuwaje, kisha yeye aifuate hiyo njia, na njia hiyo mwisho wake itampeleka katika janna, katika pepo. Na njia hii aliyochora Mtume sallallahu alaihi wasallam ndiyo njia ya Uislamu, ndio ule Uislamu, dini ya haki mbele Allah subhanahu wa ta'ala, ambayo Allah ameridhia kwake yeye na amewaridhia nayo Waislamu wote. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Lakini pia Allah subhanahu wa ta'ala akatoa makatazo akasema wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin, atakayefuata dini isiyokuwa ya Uislamu akafuata dini nyingine, mila zingine, tamaduni zingine, basi huyo يوم القيامه atakuwa katika watu wa hasara. Na hii dini ya Kiislamu ndio jina ambalo Allah kakupeni nyinyi Waislamu, ndio jina letu sisi, huwa sammakumul muslimina min qabl, ndio jina ambalo tumepewa nalo sisi Waislamu tokea kale huko. Tumeitwa sisi wanyenyekevu, ni watu waliokuwa na tawadhu, wenye kujisalimisha kwa Allah subhanahu. Maamrisho ya Allah sisi tunayatekeleza, makatazo ya Mola wetu tunajiepusha nayo, tukaitwa sisi Waislamu. Kwa hata ukiangalia kwenye Biblia utakuta neno unyenyekevu. Yesu aliwaita watu wake wanyenyekevu, alijiita yeye ni mnyenyekevu. Na ndiyo maana ya Uislamu kama dini ambayo ni ya kujisalimisha na kunyenyekea kwenye amri za Allah subhanahu wa ta'ala. Na utaona kama manabii asilimia kuwa akiwa Nabii Isa na Maryam kwenye sura Maryam, watu wake walishuhudia kwamba wao ni Waislamu. Lakini Nuh alayhi salam pia alisema kwamba ni Muislamu. Ibrahim alayhi salam alithibitisha kwenye Qur'ani sura Al-An'am kwamba yeye ni Muislamu, na wengine katika manabii kama sura Al-An'am iliyowataja wote wale manabii takriban 25 na ikawathibitisha kwamba wao walikuwa ni wanyenyekevu. Kwa hiyo jina ambalo tumepewa na Mola wetu sisi ni Uislamu.